yake ya utumishi wa kipekee. Naam, tukisalia na taarifa kuhusiana na Papa Francis ni kwamba baada ya mazishi ya Papa Francis, Kanisa Katoliki linaanza kipindi cha siku 9 za maombolezo kote duniani. Wakatoliki bilioni 1.4 watakusanyika kila jioni katika makanisa kwa sala ya kumbukumbu ya kiongozi wao Papa Francis. Kama anavyoarifu Vera Mora, kila ibada ya misa itakuwa na umuhimu wake, ikihusisha makundi tofauti yaliyo karibu na upapa, kuanzia wenyeji wa Vatican, makasisi wa Roma na hata siku 2 maalum kwa makardinali wa Kanisa Katoliki. Kutoka Vatican Italia hadi Cairo Misri, kutoka Lalbela Ethiopia hadi Nairobi Kenya, kengele za Kanisa Katoliki zilipiga mwito wa mwisho wa kumwaga papa. Mazishi ya Papa Francis yaliashiria mwisho wa enzi, lakini pia kufungua ukurasa mpya kwa Kanisa Katoliki. Kipindi cha maombolezo kwa siku 9 kinachojulikana kama Novemdels kinaanza. Kila siku angalau Wakatoliki bilioni 1.4 watahudhuria misa katika makanisa kwa ajili ya maombolezo, kumbukumbu na sala kwa Papa Francis. Katika basilika ndogo ya Holy Family Nairobi, bendera ya Vatican inapepea nusu mlingoti, ikiashiria maombolezo hapa nchini. Wakati huu wa maombolezo, ibada za Eucharisti zinafunguliwa kwa kila mmoja. Huko Vatican, siku ya pili ya maombolezo, wakazi na wafanyikazi wa Vatican wameandaliwa misa yao. Siku ya 3, makasisi wa Dayosisi ya Roma watashiriki misa ya pamoja. Lakini siku ya 5, Aprili tarehe 30 na siku ya 9 Mei tarehe 4 ni makardinali pekee watakaoshiriki katika misa hizo. Kwa kuwa kiti cha upapa kiko wazi, Kardinali Kevin Farrell, ambaye ni kamalengo wa Kanisa Katoliki, ataendelea na majukumu yake ya kuliongoza kanisa hadi wakati makardinali watakapomaliza mchakato wa uchaguzi wa papa mpya. Vera Mora, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo utaniruhusu nipate tama la maji, kisha baadaye tutaendelea na taarifa zetu. Usiende mbali.